Wadukuzi wasiojulikana wamefanikiwa kuvuruga matangazo ya satellite ya televisheni ya taifa ya Iran na kurusha hewani video zinazomuunga mkono mrithi wa ufalme aliye uhamishoni Reza Pahlavi, huku wakitoa wito kwa majeshi ya usalama kutoelekeza silaha zao kwa wananchi. Tukio hilo limetokea wakati Irani ilipokabiliwa na maandamano makubwa ya kitaifa na ukandamizaji mkali kwa serikali. Udukuzi huo ulitokea usiku wa Jumapili ambapo chaneli kadhaa za shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB zilirusha video zisizotarajiwa. IRIB ndiyo chombo cha serikali chenye mamlaka ya matangazo ya redio na televisheni nchini Iran. Video hizo zilionyesha vipande vya hotuba za Reza Pahlavi pamoja na picha za watu waliovaa sare zinazofanana na za polisi na vikosi vya usalama wa Iran. Video ilidai bila kutoa ushahidi kwamba baadhi ya maafisa wa usalama wameweka chini silaha zao na kuunga mkono wananchi. Ujumbe uliorushwa hewani ulikuwa wazi kwa vikosi vya ulinzi. Huu ni ujumbe wa jeshi na vikosi vya usalama. Msiwaelekezee silaha zenu wananchi. Jiungeni na taifa kwa ajili ya uhuru wa Iran. Reza Pahlavi naye alisikika akisema, ninyi ni jeshi la taifa la Iran, sio jeshi la Jamhuri ya Kiislamu. Mna wajibu wa kulinda maisha yenu, hamna muda mwingi uliobaki. Jiungeni na wananchi haraka iwezekanavyo. Shirika la habari la nusu rasmi la Fars linalohusishwa kwa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi lilinukuu tamko la IRIB likikiri kuwa matangazo katika baadhi ya maeneo ya nchi yalivurugwa kwa muda mfupi na chanzo kisichojulikana. Hata hivyo, serikali haikufafanua ni ujumbe gani uliopeperushwa. Ofisi ya Reza Pahlavi ilithibitisha kuwepo kwa udukuzi huo uliomuonyesha, lakini haikujibu maswali kuhusu nani aliyehusika na tukio hilo. Kampeni yake pia ilisambaza video za udukuzi huo kupitia mitandao ya kijamii. Tukio hili linatokea wakati wanaharakati wakiripoti kuwa zaidi ya watu 3919 wameuawa katika operesheni za serikali za kudhibiti maandamano. Kuna hofu kuwa idadi hiyo itaongezeka zaidi kadri taarifa zitakavyoendelea kutoka nchini humo, hasa wakati serikali ikiendelea kuzima intaneti. Baadhi ya video zilizosambazwa nje ya Iran zinaaminika kutoka kwa watu waliotumia mitandao ya satellite kama Starlink ili kukwepa zuio la intaneti. Wakati huo huo, mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka mistari miwili mekundu kwa Irani: kuacha kuua waandamanaji kwa amani na kutofanya mauaji ya halaiki baada ya maandamano. Katika hatua inayozua tahadhari, manuali ya kivita ya Marekani iliyokuwa katika bahari ya China Kusini ilionekana ikielekea Mashariki ya Kati baada ya kupita Singapore na kuingia mlango wa Malaka. Hili si tukio la kwanza. Mwaka 1986 kulikuwa na ripoti kwamba CIA ilisaidia kurusha matangazo ya siri ya Reza Pahlavi kwa kuvuruga mawimbi ya televisheni ya Iran. Pia mwaka 2022 chaneli kadhaa ziliwahi kurusha video za kundi la upinzani la Mujahideen el-Khalaq pamoja na ujumbe uliomlenga kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Baba yake Reza Pahlavi, Shah Mohammad Reza Pahlavi, alikimbia Irani kabla mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Reza Pahlavi amekuwa akiishi uhamishoni na hivi karibuni aliwahimiza wananchi kuendelea na maandamano Januari 8. Ingawa bado haijulikani kwa kiwango gani Reza Pahlavi anaungwa mkono ndani ya Iran, tukio la kuvurugwa kwa matangazo ya serikali linaonyesha ukubwa wa mgogoro wa kisiasa na kijamii unaoendelea nchini humo. Wito wa majeshi ya usalama na kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa vinaashiria kuwa hali ya Irani inaendelea kuwa tete na isiyotabirika. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi hapa leo hii wakati wote ili uweze kufahamu kitakachojiri duniani kote.